Badiliko la tatu ni kuongezeka kwa ukubwa kwa koo la sauti, hiyo wanaita larynx, na koromeo inabadilika, ile koromeo ambayo wanaita adnesses epoch, na hapo sasa kusababisha sauti kuwa nzito. Huyo mvulana kisha kumzaa, kutoka utoto alikuwa katika mimba na amekuwa amezaliwa, amepanda juu, akifikia sasa kwenye hilo badiliko la kibiolojia linalokwenda pia katika hisia na kijamii, unaona sauti inabadilika. Kama mtu hajawa na hii elimu, anaweza akajiuliza, huyu mtoto wa kiume amepatwa na nini? Mimi mwenyewe nakumbuka nilipokuwa ni kijana kwenye mabadiliko haya hapa, yaani nilikuwa na unguruma mpaka wakina mama wanashtuka kabisa, wazazi wangu. Tulikuwa tunakaa na mama mkubwa na mama mdogo. Kuna wengine wanaume inakuwa kama ya kike vile, lakini walio wengi ni sauti ya kiume, anaunguruma. Kwa watoto ambao mimi nimezaa, Precious aliunguruma sana kuliko Precious. Lakini na Precious anaunguruma, maana tayari kwa kwenye umri anaunguruma. Na mimi nilikuwa na unguruma. Unaongea. Kila unashtuka, huyu ni nini huyu? Na wewe mwenyewe hujijui. Kumbe hatua za kibiolojia za Mungu wa mbingu na nchi zinamtoa mtu eneo moja kwenda eneo la lingine. Lakini namba 4 ni kuongezeka kwa kimo pamoja na uzito wa mwili. Huyu mvulana anaongezeka kimo na uzito wa mwili, anajisukuma. Kama sio hali ya kimaumbile ya wazazi na ukoo, analefuka na kwenda mbele zaidi. Sasa sijamuona Cosmas na mdogo wake. Mama leo Kosi yuko na mdogo wake. Na mdogo wake pia. Basi itaji hayo yapate yaweze kuimarisha. Kwa hiyo uzito unaongezeka. Na ukiona mtoto wa kiume uzito hauongezeki, hebu uliza kidogo, kama sio sababu za kiuchumi ama kiafya ama kinini, tunatarajia kuona mtoto wa kiume uzito ukiongezeka. Ya 5 ni kuongezeka kwa nguvu na misuli ya mwili. Huyu mtoto wa kiume kwenye miaka 6 kwenda 9 anacheza sana, kimbia mbio, mpira, riadha, ili misuli pamoja na mwili kuwa imara. Na hilo lina lengo la Mungu, analiendeleza, lakini inakuwa limeshaanza mapema kabisa. Akiwa bado yuko tumboni, mtoto anafanya mazoezi. Kama hasa kwa vijana ambao hamjaoa, labda niwadokezee hiyo hapo. Mtoto anaanzia mazoezi yuko tumboni, akifikisha tu miezi 5 anaanza kucheza. Kufika miezi 7 ndipo sasa mazoezi yanaongezeka, unakuta sasa mpaka tumbo linapita namna hii. Maana yake anajiandaa yeye mwenyewe, anajua huku tumboni niliko sio kwangu, nataka niondoke. Kwa hiyo baadaye anazaliwa kirahisi. Kwa hiyo baadaye kwenye umri anaendelea. Namba 6, kutanuka kwa kifua na mabega sehemu ya juu hapa. Kifua huwa ni kikubwa kuliko sehemu za chini. Sasa ninyi si mnasema unene wa simba, hii inakuja hapo sasa. Na wanaume na wakumba, huku chini ni mwembamba, lakini huku juu kifua kinapanuka. Jamani, Bwana sifiwe sana. Amen. Sikilizeni tu mdogo tunakwenda. Namba 7, sehemu za huanza kujitenga na watoto wadogo. Hilo ni badiliko ambalo lipo. Unaweza kuhangaika kabisa, wewe mbona mtoto, mbona uangalie mdogo wako pale? Akina mama na wazazi wanalalamika, wewe fulani, mbona uangalie
usimwangalie mtoto pale, maana nimekupa mtoto. Kumbe hii kipengele anaanza kujitenga mdogo mdogo. Sasa mzazi anayejua hii hagombani naye, kwa sababu tayari makuzi yake anaanza kujitenga. Kama ni shule ya chekechea Sunday school hapa, ukimwambia mtoto nenda ukacheze na kina Dodi hapa, hakubali. Njoo kwenye darasa la kina Enjo mdogo yule, hakubali, kwa sababu haya makuzi ya kimungu yanamtofautisha yeye. Sasa tunachelewa tu kujua kwamba hiki kipindi yuko na hama, inatakiwa ingie darasa la juu la level yake yeye, sio na wale ambao wako chini wa vidudu. Kwa sababu makuzi yao yanabadilika polepole. Na hata kama umetoka naye safari ukafika naye mahali fulani, unaweza kujikuta wewe nyumbani unarudi peke yako, anakuacha wewe uende peke yako, yeye atakuja baadaye. Kwani katika maandiko simulie kusoma Yesu ana miaka 10 na ngapi? 12. Unaonaje wakati ameenda hekaluni na Mariamu na Yusufu? Wakati wa kurudi Yesu alikuwa wapi? Ndio umri niko nazungumzia. Alibaki hekaluni, akawacha wakaenda. Lakini yule mtoto wa mgongoni na ambaye bado anatambaa, ni ngumu kumwacha huko, kwa sababu bado anamilikiwa na wewe zaidi. Hiyo ni namba 7. Namba 8, tezi la jasho huongezeka na kuanza kufanya kazi na kutofautisha mwili. Hivyo basi unakuta jasho jembamba linajitokeza. Hiyo hali mkiiona kwa watoto wenu, msishangae kusema wamemloga kama ni magonjwa. Hii ni biolojia kabisa ya hatua za ukuaji. Na namba 8 ni kuongezeka kwa ukubwa wa viungo vya uzazi. Hiyo pia Mungu anairuhusu ili itokee, kwa sababu yuko naenda kwenye hatua. Kifika miaka 18, 19, 20, huyu mvulana hata kwa sheria za Tanzania anaruhusiwa kuoa, kwa sababu tayari sheria imemtambua. Kwa hiyo haviongezeki tu kwa sababu ni hivi. Hapana, Mungu anajua lengo la mbele ni lipi la kwenda kufanyika. Namba 9, huanza kuzalisha. Ana uwezo wa kuzalisha kwenye huo muda wa mabadiliko. Na mtoto akikosa maongozi ya kimungu vizuri, huyu mtoto wa kiume akaacha kulelewa Kikristo, akaukulia wokovu, anapachika mimba tu ovyo bila kiasi, kwa sababu hii ni baruti, hii ni hatari, ni moto mkali, ni umri wa joto kali. Ndio maana tunahitaji watoto hao mliowazaa wakulie katika wokovu, ili kipindi ikifika wamesha jichanganya vizuri sana na neno la Mungu vizuri, hawezi kutikisika, kwa sababu neno itampa mwongozo. Lakini kikuta yuko nje na neno, ing'onga na mtoto, mtoto na mtoto, kichunga na mtoto, kimana na mtoto, hana uongozi. Kwa hiyo Mungu abariki walimu wa watoto ambao wamejitoa kufundisha watoto waukulie wokovu. Nje ya hapo majanga ni mengi. Umri ni hatari. Mimi watoto wa kike na wa kiume ambao wamemaliza shule na mabinti zangu hapa tayari mtaani wameshakuwa na watoto, na wakikutana na watoto wangu mimi wanashangaa, hata umezuma, hata mjabeba. Nini kile tofautisha? Wamekulia kwenye neno. Wale hawajakulia kwenye neno wana watoto 2, 3, wengine mpaka 4 kila mwaka mtoto. Kwa hiyo naona matunda ya kukulia kwenye wokovu ni makubwa. Lakini hao wengine miaka 15, miaka 14, miaka 16, miaka 17 wameshaweka watoto hapo. Miaka 7 iliyopita
nilikuwa nafikiri mkoa gani, Ruvuma Lindi. Kuna binti mmoja alikuwa na miaka tisa alizaa mtoto, maana yake darasa la pili. Sasa hivi vyakula ni vingi, vinachanganya mwili haraka, tamaa inachochewa. Kwa hiyo tayari kishiriki mimba hiyo hapo, miaka 9 kazaa mtoto. Na kila siku serikali inatoa ripoti ya jinsi watoto wa kike na wa kiume wanavyodanganyana na kubebeshana mimba. Ni haya nayowaambia. Sasa ule uumbaji wa Mungu unahitajika kutumika upande wa Mungu. Ukitumika upande wa shetani, ndio hii hatari inakuwa ni kubwa. Kwa ukisha kuzaa mtoto, mlee katika njia impasayo, aje awe kijana mpaka wakati wake yeye mwenyewe ambao Mungu amemruhusu kufunga ndoa. Ndio hapo sasa ruhusa imetolewa. Lakini nje ya hapo ni nje na mpango wa Mungu. Kuta watoto wanakatiza masomo, watoto wanafungwa, watoto wanaingia hapa kwa huku. Mtoto baada ya miaka 16 wa kiume ameshabebesha mimba, halafu wazazi wa yule binti wanamleta usiku wa manane, wanamwambia chukua mtoto wako huyu. Mmeshamvurugia maisha, mmeshamvurugia mwelekeo, mmeshamharibia maono yake ya mbele. Na wanasema haiwezekani, watalea huyu mtoto hata godoro hajanunua, hata kitanda hana. Mkimleta watalala wapi? Hata chumba hana. Sasa mtoto atamlea mtoto tena, itakuwaje? Mnaanza kujadili, jamani samahani, chukueni 600,000, jamani samahani, tawapa 300,000, jamani samahani, tawapa 1,000,000, endeni kumtunza wenyewe, labda tusubiri wakoekue. Mijadala imejaa mitaani, watu wanalia, makosa ni mengi yamefanyika. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu limeachwa. Kwa hiyo haya mabadiliko yatokeze wakati mtoto na kijana wa FPCT ili neno analijua, ndipo atakwenda kutulia. Wasichana wengi tu muangalieni kidogo, mtoto wa pili na watatu anaanza kujitunza, lakini wa kwanza ni kipindi cha giza, hajui mimba pa. Sasa kisha kubeba kale katoto, mafua, makamasi kwenye mgongo na nini, awamu ya pili asema sikubali tena mimi. Ndio unakuta anajitunza. Wewe mtoto namkimbiza mabibi, nampeleka Manyara ili yeye endelee kuvaa vimini mjini hapa. Namba 10. Badiliko la 10. Kutokwa na chunusi. Baadhi ya vijana wa kiume wanaweza kutokwa na chunusi kwenye sehemu za uso hapa. Nilimsikia mama mmoja kwenye kipindi cha redio, yeye alikuwa anatoa ushuhuda. Alikuwa wanaume 3 na mama mtangazaji ni mmoja, wanajadiliana, sema wakampa nafasi ya kuongea. Yule mama akasema, mimi nilikuwa niliyempanga niolewe naye si ndiye huyo niliye naye. Wakamuuliza sababu ni nini? Akasema, mimi nilikuwa nimepanga niolewe na mtu ambaye ni mrefu, maji ya kunde, mweupe mwanaume, alafu mwenye uso wa kuteleza. Mimi nilipokuwa nasikia kwenye redio, kuna uso wa kuteleza kumbe. Ikabidi nitafute kioo mimi niangalie, hivi uso wangu unateleza au ni mashimo? Kwa wanaume mjiangalie jamani, hata nataka uso wa kuteleza. Sasa yule ukoje huo? Unaweza kupaka lotion na usiteleze. Basi hayo ni machaguo, machaguo. Kwa hiyo ambaye hana chunusi zinatokeza mapele madogo, hayo baadaye akifika mbele yanafutika yenyewe, yanaondoka. Sasa Mungu akikupa mtoto wa kiume, hizi ni baadhi ya mabadiliko ambayo yanajitokeza kwake. Usigombane na mtoto, kumbuka haya hapa, alafu ujue namna ya kumlinda. Wengine watoto na wokovu wameacha kabisa. Huu mlipuko unakuja, inakutwa hana neno, ibada naacha, kanisa la wazazi naacha, neno la Mungu hasomi. Tungefanyaje? Kwa sababu hujamkunja, bado ni mdogo, unataka kumkunja.